Kwa mara nyingine tumekutana kuzungumza mawili matatu na kuwafahamisha umma juu ya mambo machache ambayo tulitaraji wayapate wananchi na umma kwa ujumla, na kubwa ni baada ya kupata hizi taarifa za kuwepo kwa wagonjwa waathirika wa hili janga la corona, na hii ni kutokana na maagizo ya serikali, kutokana na kauli ya waziri wa afya, kutokana na kauli ya waziri mkuu, kutokana pia na kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya ugonjwa huu. Inaitwa Shabani Amiri Mwanga, mkurugenzi wa chuo cha afya City College of Health and Allied Science. Hivi leo tumepokea taarifa kupitia vyombo vya habari ambapo waziri mkuu amesitisha kuendelea katika vyuo vikuu na vyuo vya kati. City College of Health and Allied Science ni moja ya vyuo vya kati vinavyotoa taaluma ya afya kwenye kozi za maabara, clinical medicine na pharmacy. Kwa hiyo nipende tu kwamba na sisi tumepokea tamko hilo, na sisi rasmi leo hii tumefunga vyuo vyetu vyote, kampasi ya Dar es Salaam na kampasi ya Dodoma, ili kutekeleza maagizo ya waziri mkuu na viongozi wengine wa serikali. Na maswali? Kwa hiyo lengo letu kubwa ni kuwaambia wanafunzi ambao wapo chuoni hapa wawe watulivu kwenye wakati huu mgumu, na tutapokea maelekezo, kwa sababu baadhi ya wanafunzi walikuwa wanaripoti kwenye March and April intake. Baadhi ya wapo kwenye mitihani ya mwisho wa muhula. Kwa hiyo mitihani kama ya odini kwa clinical medicine ilikuwa haijaisha, kwa hiyo na yenyewe imesitishwa mpaka pale utakapopata maelekezo mengine. Lakini pia tulikuwa tunatumia fursa hii kuwaambia umma kwamba corona ni ugonjwa wa kuambukiza kupitia hewa, na corona ni ugonjwa kama yalivyo magonjwa mengine. Watulie, waiache serikali ifanye kazi yake, kwamba serikali imejipanga, serikali inajua ni jinsi gani ya kudhibiti, jinsi gani ya kutatua matatizo haya. Kwa hiyo kwa kupitia taarifa hii tunapenda kuwaambia wanafunzi kwa pamoja kwamba tumesitisha huduma za kielimu mpaka pale tutakapotangaziwa tena na serikali tuanze lini. Na hili linaanza leo rasmi, na tumeshawasiliana na kampasi ya Dodoma na Dar es Salaam kwamba hapata kuwepo na programu yoyote ya masomo mpaka pale tutakapopata maelekezo mengine kutoka kwa serikali. Lakini pia tunataka kuwaambia umma kwamba sisi tunatoa taaluma ya afya na kuna wataalamu wa kutosha, kuna maabara nzuri na za kisasa. Kupitia barua ya katibu mkuu kuelekea kwenye kuwaelekeza makatibu tawala wa mikoa kuhusu utayarishaji wa dawa za maji na mafuta ambao ni compounding katika vituo vya afya na hospitali za afya. Tuna uwezo pia, vyuo vyetu vina uwezo wa kufanya kazi hii, na sisi tunatafuta utaratibu wa kuweza kuungana na wizara au kuungana na serikali kuangalia ni jinsi gani na sisi tunaweza kuzalisha vidawa hizi ambazo ni compounding, na nadhani baadaye mtatembelea maabara yetu ya compounding ambayo ina vifaa vyote vya kutosha, ina wataalamu wa kutosha ambao wanaweza wakasaidia. Lakini sivyo tu, tumezungumza na wanafunzi na tumewaandaa wanafunzi tangu gonjwa hili limetokea, wamekuwa wakitoa elimu kwa jamii ambayo inatuzunguka ili na wenyewe wasiathirike. Lakini kwa kuwa vyuo vimefungwa, ningeishauri pia serikali, kwa kuwa wana vyuo vya afya na vyuo vya afya vya private, wangewatumia wanafunzi hawa kutoa elimu, kwa sababu kama wanafunzi wamefunga vyuo, ni dhahiri kwamba watarudi majumbani, wengine watabaki mitaani. Kwa kuwa wanafunzi hao wana elimu kubwa ya masuala mazima ya afya, pia wangetumika kutoa
elimu mitaani na maeneo mbalimbali. Isiwe tu ni swala la serikali kupitia vyombo vya habari, au isiwe tu kwamba tunatafuta vifaa kwa ajili ya kudhibiti ugonjwa huu au kuangalia ugonjwa huu, kwa sababu ugonjwa huu unavyoonekana, elimu zaidi ndio inahitajika nchini Tanzania kuliko dawa na kuliko kudhibiti, kwa sababu Watanzania wengi hawana elimu, na vijana wengi ambao hivi sasa wamefunga vyuo, tuna imani kwamba wana elimu kubwa juu ya afya, wangetumika katika maeneo mbalimbali. Na kwa kuwa labda serikali imesema kwamba imesitisha pia mikusanyiko mikubwa, wanafunzi hao wangekuwa wanasambazwa kwenda nyumba hadi nyumba, kwenda mtaa hadi mtaa, ili waweze kutoa elimu juu ya kujikinga na magonjwa haya na magonjwa mengine ambayo ni ya kuambukiza. Na mtakuwa shahidi kwamba mvua zinaendelea kunyesha, kwa hiyo inawezekana kuna corona, lakini kuna uwezekano pia pakatokea mlipuko wa magonjwa mengine ya kuambukiza yanayotokana labda na kutuama kwa maji au kutokana na uchafu. Kwa hiyo ni shauri serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia waziri mwenye dhamana aweze kufanya namna ya kuunganisha nguvu hizi za vijana hao ambao wanasoma kozi za afya, waweze kutumika mtaani kuweza kutoa elimu ambayo inaweza ikaisaidia jamii na Watanzania wote kwa ujumla. Kwa hiyo ndugu wanahabari, kupitia barua ambayo iliyopelekwa kwa makatibu utawala, na sisi tupo baadhi ya wataalamu wetu jana walikuwa wameshinda maabara kuangalia ni jinsi gani wanaweza kutengeneza hizi dawa, na jana tumepata rasmi kwamba wameweza kutengeneza hizi sanitizer, wameweza kuzitengeneza, na hivyo kusema kwamba tuna uwezo huo tukipewa nafasi, tuna uwezo huo tukipewa nafasi hiyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yanatakiwa yafanyike, lakini pia nitumie fursa hii kuwaasa Watanzania wote kwa ujumla. Huu ni muda wa kutulia, ni muda wa kusikiliza maelekezo, na si muda wa kujifanya wajuaji kwenye majanga kama haya. Majanga kama haya ni majanga ambayo yanahusiana na maisha yetu. Kwa hiyo tukae, tutulie, tusikilize maelekezo ya wataalamu wetu wa afya, tusikilize maelekezo ya viongozi wetu. Nadhani kwa kupitia hivyo tunaweza tukafanya vizuri na tunaweza tukavuka janga hili. Yamekuja majanga kama dengue, tulisikiliza maelekezo ya viongozi wetu. Likuja janga, nchi za jirani zilikuwa na majanga ya Ebola, lakini kupitia waziri wa afya na viongozi wengine walitoa elimu na maelekezo. Nadhani tulitumia maelekezo yale, jambo hilo halikuweza kuathiri nchi yetu. Na jambo hili lililokuja la corona, tukitumia pia wito ule na tukatumia hadhi ile ya kuwasikiliza viongozi wetu, kusikiliza maelekezo juu ya janga hili, nalo litavuka kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niwatake Watanzania wote kwa ujumla, niwatake watu wote kwa ujumla, niwatake viongozi wa serikali, viongozi wa kidini, viongozi wa kichama, wa kisiasa, na viongozi ambao wapo kwenye asasi mbalimbali zisizokuwa za kiserikali. Huu ni muda wa kuungana na ni muda wa watu kutoa elimu, na si muda wa kukebehi, si muda wa kushutumu, si muda wa kufanya chochote. Ni kuungana pamoja kuweza kupambana na ugonjwa huu, na kikubwa ni kutoa elimu na kufata maelekezo ambayo tumepewa, ambayo yanaweza yakawa yanasababisha kuambukizwa kwa magonjwa haya. Kitendo hicho kinaweza kitatusaidia sana na kuvuka katika janga hili ambalo lipo mbele yetu. Na pia kwa kuwa sisi tupo hapa kwa ajili ya kuisaidia na kumuunga Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mkono, Dr. John Pombe Magufuli, kupitia taarifa ambayo pia waziri mkuu alisema, na kupitia tafiti zilizofanywa za hivi karibuni kuhusu madawa haya ya kujikinga na magonjwa haya, tumegundua mengi yameadimika katika maduka mbalimbali, na pale yanapokuwa yanapatikana kwa bei ghali, ambayo kwa Watanzania wa kawaida imekuwa ni vigumu kuweza kununua madawa hayo. Lakini sisi kama chuo cha afya, City College of Health and Allied Science, kama nilivyozungumza awali, tuna uwezo wa kutengeneza dawa hizo endapo tutapewa kibali na endapo tutapewa ushirikiano na serikali. Na sisi tuna uwezo wa kuzitengeneza dawa hizi na kuzisambaza kwa wananchi kwa bei nafuu, ambayo kila mwananchi na kila nyumba inaweza ikawa na uwezo wa kununua dawa hizi na kuweza kuzitumia, ili hali tu wanaweza kupambana na magonjwa haya.
Kwa hiyo pia tunaiomba serikali na kuishauri serikali, kama wanaona kuna haja hiyo, watupe kibali na watupe nafasi hiyo ya kuweza kutengeneza dawa hizo, kwa sababu vijana wetu waliopo hapa, walimu wetu waliopo hapa na maabara zetu zilizoko hapa zina uwezo wa kuzitengeneza, kwa sababu tayari kupitia maabara yetu ya pharmacy tuna uwezo wa kutengeneza hata dawa ambazo zinatumika nchini Tanzania. Kwa hiyo nitoe wito kwa serikali, nitoe wito kwa viongozi wetu, watupe nafasi hii. Tuna uwezo huo wa kutengeneza na kusambaza kwa wananchi kwa bei nafuu sana. Kassim Majaliwa amesema kwamba vyuo vyote, vyuo vikuu na vyuo vya kati vifungwe kwa siku 30, lakini hatujui baada ya siku 30 kwamba je, ugonjwa utakuwa umeondoka au kutatokea nini. Inawezekana pia zikaongezwa siku nyingine 30. Madhara yakatokea ni makubwa. Madhara ni makubwa kwa sababu kwanza gharama za uendeshaji wa hivi vyuo, wengi tujue kwamba wana mikopo benki, wataathirika, lakini pia wazazi, baadhi ya wazazi washalipa ada, wataathirika. Kwa majina naitwa Safia Jamali Abdallah, ni mwanafunzi wa chuo cha City College of Health and Allied Science. Nipo mwaka wa 3 clinical medicine. Kutokana na janga lililotokea la ugonjwa wa corona, maamuzi aliyofanya waziri mkuu ni mazuri zaidi, kwa sababu tunafunga chuo na huko tunapoenda hatutoenda kukaa, tutaenda kuelimisha na watu wengine ili waweze kujikinga na gonjwa hili, na naamini tutalifanyia kazi swala hili ili kuepusha maambukizi kwa watu wengine. Inatuathiri katika masomo yetu, kwa sababu unakuta ilitakiwa umalize mimi nilitarajia nimebakisha miezi 4 nimalize, lakini inabidi semester postponediwe, iongezwe mbele na nitachelewa kumaliza. Lakini nampongeza waziri mkuu kwa
kwa kufanya uamuzi sahihi wa kuzuia ugonjwa. Pengine nyie kama vyuo vya afya, pengine ulikuwa na ushauri gani kwa serikali, labda kupitia nyie ambao ni wataalamu mnasomea mambo ya afya, kuweza kudili na ugonjwa kama huu? Mimi ushauri wangu ni kwamba tupewe nafasi ya huko tunapokwenda kwenye vituo vya afya kuzidi kwenda kutoa elimu pamoja na mitaani. Tusiishie tu mashuleni hivi, hata mitaani huko kuelimisha watu kwamba unatakiwa uoshe mikono kabla ya kugusana na mwenzako. Tena msigusane direct kwa sababu ugonjwa huu unaambukizwa kwa njia ya hewa na unaathiri sehemu zenye majimaji kama macho, pua na mdomoni. Sasa ndo tunatakiwa tuelimishe watu kwamba waepuke kucontaminate karibu. Kwa kuweza kufunga shule za misingi, za upili na hata vyuo vya kati na vyuo vikuu. Sisi kama wanafunzi tumepokea taarifa yake, hatuna cha kupoteza sana katika taarifa yake zaidi ya mafanikio, kwa sababu wanaposema kwamba afya ndo msingi wa mafanikio, kwa mtaji wa kufanikiwa ni afya. Kwa kama vyuo vimefungwa kwa sababu ya kujali afya zetu, kwanza nimpongeze na nimshukuru kwa ajili ya hilo. Lakini pia tumeipokea kauli yake kwa msisitizo pia kwamba kule tunakoenda kama wataalamu wa afya tuweze kuelimisha jamii juu ya kujikinga na virusi vya corona. Kama uongozi wa chuo kiongozwa na Dr. Fei Diwani ambaye ndio mkuu wa chuo, ameweza kujitahidi kwa nafasi yake kuunga mkono juhudi za Wizara ya Afya na serikali ya awamu ya 5 ya kupambana na virusi vya corona kwa kuweza kuweka maji ya kunawa, vile sanitizers, pia wametuletea na maski kama mnavyoona hii mlioivaa. Hii ni sample tu, zipo nyingine nyingi. Hizi zote wamezileta kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi kuepukana na kuambukizana maradhi haya ya corona. Kwa hiyo binafsi kwanza niupongeze uongozi wa chuo chetu, wamejitahidi kwa nafasi yao kuweza kuunga mkono juhudi za serikali. Lakini pia kwa upande wa utulivu wa wanafunzi wetu ni watulivu, kwa sababu kutoka awali tulishawaelekeza jinsi ya kujikinga na maradhi haya ya corona. Kwa upande wao ni watulivu, hawana tatizo lolote, na wamepokea kwa sauti moja, kwa mwitikio mmoja kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Lakini pia nitoe shukrani zangu za dhati kwa Wizara ya Afya, bila kusahau Mheshimiwa Umi Mwalimu mmoja waziri kwa taarifa zake ambazo ameweza kuzitoa kwa umma. Naomba nisisitize ya kwamba tuzidi kupewa updates za maambukizi haya. Itatusaidia kujua magnitude ya tatizo hili, kwamba Watanzania wajikinge kwa kiasi gani. Lakini pia huko tunakoenda tunajua ya kwamba tunapewa sasa, wanafunzi wanachukulia kama likizo. Mimi hapa ni rais wa serikali ya wanafunzi, lakini kwangu sitobaki chuoni. Nina kiu ya kufika kijijini kwangu, kwamba nikawaelimishe watu wetu, watu wa kijijini kwetu kwamba hili janga lipo hivi na hivi na hivi. Nitoe wito kwa wanafunzi wenzangu, sisi ni wataalamu wa afya, hatujasoma kwa ajili ya kukalia taaluma zetu. Sisi tunatakiwa tukaelimishe jamii zetu. Hata kama kwenu ni Manyoni, kule kijijini ndani, fika katoe elimu. Mimi kwetu ni kijijini, nataka nifike nikatoe elimu. Na washauri vijana wenzangu, tusikwame hapa Dar es Salaam, tusikwame mijini, tuingie ndani kwa lengo moja la kutaka watu wetu waweze kuwa na afya njema, la kutaka kuisaidia serikali kupunguza maradhi haya kusambaa na kuenea kwa Tanzania wenzetu. Naomba niwashukuru sana, lakini pia sitowasahau wakurugenzi wa chuo chetu, wameonyesha nia moja nzuri sana tu ya kuweza kuunga mkono jitihada hizi za rais na serikali yake katika kupambana na virusi vya corona. Tupo pamoja katika kulikabili hili na tutapambana na virusi hivi mpaka vitakapoondoka. Lakini bila kusahau, yapo madhara ambayo tutayapata ndio kutokana na likizo hii ya mwezi mmoja. Sisi tunajua kwamba tunakuwa na intake mbili. Tuna intake ya April na intake ya September. Intake ya September ndio huwa intake kubwa zaidi, na ndio inaenda kupata madhara makubwa kutokana na
likizo hii. Kwa sababu gani? Mfano, mimi nasoma clinical medicine mwaka wa 3. Nilitarajia baada ya miezi 5 6 niajiriwe nifanye kazi, lakini leo semester maana yake itakuja kuwa na effect baadaye. Siwezi kumaliza mtihani tena mwezi wa 8 kama nilivyotarajia. Kwa upande wangu madhara ya kumaliza chuo, lakini kuna faida kubwa sana, kwa sababu naweza nikawahi kumaliza chuo lakini na maradhi nikafa kabla ya mafanikio. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi faida zangu ambazo ningezipata ni chache ukilinganisha na kutunza afya yangu. Kwa mwanafunzi unayenisikia, mtoto ulipo, sio fursa ya kwenda kuruka mtaani, fursa ya kutumia kwenda kuitunza afya yako, kutunza afya ya mtoto wako, ya shangazi yako, mtoto wako, rafiki yako na mtu yeyote ambaye yuko karibu yako. Asante sana.